Bwana, mambo vipi? Karibu katika channel yako pendwa kabisa ya simu yako leo, mahali ambapo tunakuletea mbinu mpya na updates zinazohusu simu yako kila siku. Leo tunaongelea kitu muhimu sana, Telegram kufungiwa Tanzania. Je, unajua hilo? Kama wewe ni mtumiaji wa Telegram, labda umeshangaa kwa nini app yako haifunguki kabisa. Usijali, leo nakwambia jinsi ya kuconnect proxy ili uweze kufungua vizuri kabisa app yako bila kutumia VPN, bila kutumia kitu kingine chochote zaidi ya proxy tu, na ni salama zaidi katika simu yako. Ungana nami mpaka mwisho kabisa wa video hii. Yes, karibu tena mwanafamilia wa simu yako leo. Kama leo ni mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yetu pendwa, basi hujachelewa. Bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante. Hivi umewahi kujiuliza, je, Telegram imefungiwa Tanzania? Sasa ni hivi, Telegram imekuwa haifunguki bila kutumia mbinu fulani maalum. Nazungumzia VPN. Kwa kifupi, imefungiwa baadhi ya mitandao hapa Tanzania isiweze kabisa kufikia Telegram. Hii inaweza kuwa ni sababu ya mawasiliano ya encrypted au sababu za usalama zaidi. Lakini yote kwa yote bado tunaweza kuitumia. Na moja ya njia rahisi na ya salama kutumia ni proxy, ambayo ni daraja linalokuunganisha kuifikia Telegram, kuonekana moja kwa moja na mtandao unaotumia husika wa Telegram. Yes, sasa nataka nikuelekeze jinsi ya kuconnect proxy ndani ya Telegram. Okay, sasa twende hatua kwa hatua jinsi ya kuunganisha proxy kwenye Telegram. Hatua ya kwanza, fungua Telegram app, ingia kwenye Telegram kama kawaida. Hata kama ifunguki, endelea kusikiliza hizo hatua kwa sababu zitakusaidia sana. Hatua ya pili, ingia kwenye setting. Kama unatumia Android, bonyeza mistari mitatu ya juu kushoto, kisha chagua setting. Kama wewe ni mtumiaji wa iPhone, bonyeza setting moja kwa moja chini kabisa kulia. Lakini hatua ya tatu, nenda kwenye data and storage. Chagua data and storage, kisha sogea mpaka chini kabisa. Alafu hatua ya 4, bonyeza proxy setting. Hapo ndio utaweza kuongeza proxy mpya. Yaani hapa ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza ukapaste hizo proxy ili ziweze kukusaidia kufungua app yako ya Telegram na uweze kupata message pia. Hapa okay, sawa. Alafu hatua ya 5, washa proxy. Use proxy, bonyeza sehemu ya use proxy ili iwe on. Kisha hatua ya 6, proxy mpya, ongeza hapo proxy mpya. Sasa ukibonyeza kwenye add proxy, utachagua proxy ambayo nimekuwekea kwenye description hapa. Twende moja kwa moja, kwanza usikopi hiyo proxy. Twende moja kwa moja mpaka mwisho wa video ili uweze kujua nini ambacho kitaenda kufanyika, ili uweze kupata njia rahisi kabisa za kuunganisha hiyo proxy. Na kwenye aina ya proxy tunapendekeza proxy ya MT Proto Proxy, kwa sababu hii ni rahisi na ndio proxy ambayo inaaminika na Telegram kabisa wenyewe officially, MT Proto. Na mfano wa hiyo proxy ni kama hii hapa. Lakini pia unaweza kupata proxy hizi bure kwa kutumia Google search engine. Unaweza kaingia Google ukaandika free Telegram MT Proto Proxy, au kujiunga na channel za Telegram kama MT Proto Proxies au Proxy MT Proto. Hizo ndio channel official za kupata proxy, na huwa wana update proxy kila siku, kila masaa wao wenyewe. Lakini hatua ya 7 katika upande wa ku-add proxy, hii ni hatua ya mwisho kabisa. Bonyeza button ya save. Baada ya kuweka taarifa zote, bonyeza save na subiri Telegram ijaribu kuconnect hiyo proxy. Kama kila kitu kiko sawa, utaona Telegram inaanza kuload simple kama hivi. Status zinaanza kuingia, messages zinaanza kupokea. Hivyo ni rahisi sana mtu wangu. Yes, na hiyo ndio njia rahisi ya kuunganisha Telegram kwa kutumia proxy. Kama umefanikiwa, drop comment yako hapo chini, lakini kama kuna changamoto yoyote umepitia, basi niambie, nitakusaidia. Usisahau kutufollow pale Instagram, tunatumia jina hili la @simu-yako-leo, lakini pia usisahau pale X tunatumia @simu-yako-leo mtu wangu. Kwa video nyingine kama hii au updates mpya kama hizi za apps, simu na mitandao ya kijamii, usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kulike, comment na ushare pia video hii ili wengine pia waweze kupata maujanja kama haya. Mpaka wakati mwingine, endelea kutembelea simu yako leo, kwa sababu simu yako inastahili kufahamika zaidi kila siku mtu wangu. Peace.